Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Roho yoyote. Roho yoyote. Nguvu yoyote. Nguvu yoyote. Mwanamke yote muovu. Mwanamke yote muovu. Mwanaume yote muovu. Mwanaume yote muovu. Anayeharibu hatima yangu. Kwa wasaidizi wangu. Kamata moto. Kamata moto. Kufa kwa 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 moto. Kwa jina la Yesu. Kufa kwa moto. Kufa kwa moto. Kufa kwa moto. Kufa kwa moto. Haribika kwa moto. Haribika kwa moto. Haribika kwa moto. Mwanamke yoyote. Mwanaume yote. Nguvu yoyote ile. Roho yoyote ile. Inayolenga kusemesha yule mtu ambaye Mungu ameamua kwa ajili ya hatima yangu. Ili asinishike mkono. Bwana Yesu. Kwa mamlaka ulionipa. Ya jina la Yesu. Ninaingia katika ulimwengu wa roho. Ninaharibu hiyo roho. Ninaharibu hiyo roho. Ninaharibu hiyo roho. Ninaharibu hiyo roho. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Naharibu kila mwanamke muovu, kila mwanaume muovu, kila roho zinazoenda kwa wasaidizi wangu hatima na kuwanong'oneza ili wasinisaidie, ili wasishiriki na mimi kuniinua. Kwa jina la Yesu na kwenda kuharibu hizo roho zinazoharibu wasaidizi wetu hatima, wasitufikishe mahali ambapo Mungu amesema. Tunakwenda kuziharibu hizo roho kwa jina la Yesu. Hizo roho zinazokwenda kusemezana na wasaidizi wa hatima ili wasitusaidie, ili wasituinue. Kwa jina la Yesu tunatuma moto wa Roho Mtakatifu ukateketeze hizo roho, zikaharibu huyo mwanaume muovu, zikaharibu huyo mwanamke muovu. Kwa jina la Yesu, kila mwanamke mchawi anayeharibu hatima zetu, anayeharibu wasaidizi wa hatima ili wasitusaidie, ili wasituinue, natuma moto, natuma moto kwa huyo mwanamke mchawi, kwa huyo mwanaume muovu. Natuma jina la Yesu kwa moto, kwa moto, natuma moto wa Yesu ukateketeza hizo roho zinazozuia wasaidizi wa hatima wasitusaidie, wasituinue. Kwa jina la Yesu natuma moto, natuma moto, natuma moto juu ya hizo roho zinazozuia wasaidizi wa hatima wasitufikie, wasituinue, wale uliowaweka kwa chini ya maisha yetu. Naharibu hizo roho zinazokwenda kuwazuia, zinazozuia wasitusaidie kwenye kazi ya Mungu, wasitusaidie. Kwa jina la Yesu tunaua leo hizo roho, tunaziteketeza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho yoyote inayotumwa kwenye wasaidizi wa hatima ili wasitusaidie, ili wasituinue kihuduma, natuma moto, natuma moto kwa yule mwanamke muovu, kwa yule mwanaume muovu, kwa yule mwanadada muovu anayeharibu hatima zetu, anayeharibu hatima zetu, anayeharibu wasaidizi wa hatima, anayeharibu hatima. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, naharibu hiyo roho, naharibu wa uchawi, naharibu wa ushirikina unaoharibu wasaidizi wa hatima ili wasitusaidie, ili wasitusaidie. Nakwenda kuharibu kwa moto, naharibu kwa moto, kwa moto, kwa moto, nateketeza kwa moto, naharibu hiyo mipango yao, naharibu hizo silaha kwa jina la Yesu. Kwa moto, kwa moto, naharibu mipango yao kwa jina la Yesu. Kila roho zinazoenda kuwavamia wale wasaidizi wa hatima ili wasiweze kutusaidia, ili wasiweze kutuinua, ninatuma moto wa Yesu, ninatuma moto wa Yesu, ninateketeza hizo roho, ninaharibu kila mwanamke muovu, kila mwanaume muovu anayezuia wasaidizi wa hatima, anayezuia wasaidizi wetu wa hatima. Tunawaharibu leo, tunawateketeza leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunawangamiza kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa jina la Yesu. Wale wasaidizi wa hatima watoto wangu, wale wasaidizi wa hatima uzao wangu, nakwenda kuharibu leo, nateketeza kwa jina la Yesu. Wanaozuia wasaidizi wa hatima wasitufikie kwa jina la Yesu, natuma moto, natuma moto kwa damu ya Yesu. Zile roho zinazokatisha hatima zetu kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa damu ya Yesu,
kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa damu ya Yesu. Na achilia moto kwenye makambi yao, na achilia moto kwenye vikundi vyao, wale wanawake waovu, wale wanaume waovu waliokusanyana kuharibu wale wasaidizi wetu wa hatima, kuharibu zile hatima za watoto wetu. Tunatuma moto, tunatuma moto kwa jina la Yesu. Moto, moto wa Yesu, moto ukateketeze hizo roho zinazozuia, zile roho zinazozuia wale wasaidizi wa hatima wasifike kwetu, wasituinue, wasituinue kihuduma, wasitudokenda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunatuma moto, tunatuma moto, tunateketeza hizo roho, tunaharibu hizo roho zinazozuia kwa jina la Yesu. Teketea kwa moto, teketea kwa moto. Ewe roho ya uovu, ewe roho ya uovu unayezuia wasaidizi wa hatima, unayezuia wasaidizi wa hatima wa familia zetu, tunakuteketeza kwa moto, tunateketeza kwa moto, tunateketeza kwa moto kwa mamlaka jina la Yesu. Tunakuharibu kwa mamlaka jina la Yesu, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwanamke mwovu unayesimama katikati yetu na wasaidizi wa hatima, tunakupiga kwa moto, tunakupiga kwa moto, tunakuharibu kwa mamlaka jina la Yesu. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu za yule adui. Tunakusababisha kwa mamlaka jina la Yesu, kwa moto, kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Kila kikundi kilichokusanyana kuharibu wasaidizi wa hatima, tunakisambaratisha leo, tunakwenda kukiharibu kwa mamlaka jina la Yesu, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Tunakwenda kusambaratisha kila kazi zao, kila mipango yao, tunakwenda kuiharibu katika jina la Yesu. Amen. Kuna kitu kingine ambacho shetani pia anakifanyaga. Anaweza akatengeneza mazingira. Uko sehemu sahihi kwenye hatima yako, uko kwenye track, unatakiwa kwenda kufikia hatima yako. Shetani anaweza akainua watu, akainua vitu, akainua chochote kile ambacho anahakikisha kitakuvuruga, alafu kikutoe kwenye ile sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama umenielewa. Uko kwenye hatima yako, uko kwenye laini sahihi ya hatima yako. Shetani anaweza kanyanyua vitu, anaweza kanyanyua watu, anaweza kanyanyua mazingira ambayo yanakuzonga, yanakuvuruga, yanakuchefua, ili mradi akutoe. Kwa sababu anajua ukitoka uko unakoenda hatima yako haiwezi kutimia. Hatima yako iko hapo ulipo. Lakini anachofanya, anacheza na mazingira, anacheza na watu, anacheza na vitu, anakunyanyulia. Watu wanaweza kanyanyuka wakakuinukia, wakakusema vibaya. Whatever the case, mazingira yanakuwa critical sana. Unasema hapa mimi siwezi kukaa. Hivi kwa nini nang'ang'ania hapa? Mbona kila mtu kama anipendi? Mbona kama vile kila mtu ananichukia? Kumbe sio, shetani ameamua kunyanyua hivyo vitu ili akutoe, akakupeleke kule ambako utahangaika siku zote na hatima yako haiwezi kutimia. Hiyo ni njia nyingine ambayo shetani anaitumia sana. Na usipokuwa kiroho, utatembea kila sehemu, utahama kila eneo. Bwana Yesu asifiwe. Sema ye Bwana Yesu, kwa mamlaka ulionipa, kwa mamlaka ulionipa, ya jina la Yesu, ya jina la Yesu. Wewe Bwana, Bwana, ulikemea upepo, ulikemea upepo ule wa bahari, ule wa bahari. Ukasema upepo, ukasema upepo, nyamaza kimya, nyamaza kimya. Mawimbi, mawimbi, nyamaza kimya, nyamaza kimya. Bwana Yesu, Bwana Yesu, wewe umesema, wewe umesema vitu ulivyovifanya, na sisi tutavifanya zaidi ya ulivyofanya. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakemea haya mawimbi, ninakemea hii hali, ninaistopisha leo, ikaache mara moja kwa mamlaka jina la Yesu. Stampu kwa jina la Yesu, stampu kwa jina la Yesu, stampu kwa jina la Yesu. Hebu omba pale ulipo, hebu omba pale ulipo. Ombea hayo mazingira, ombea hayo mazingira, ombea hayo mazingira yanataka kutoe kwenye kusudi, kwenye hatima ya kiungo. Ombea hayo mazingira, yaambie stampu, mawimbi ya stampu, hali iliyopo stampu, ile uvumi stampu. Simamisha kila kitu, simamisha kila kitu,
yangu, simamisha kila kitu, kinyume na huduma simamisha yangu, kila kitu. yanainuka Yesu kinyume na uzao alisema, wangu, upepo acha kuvuma, simamisha huo upepo, simamisha huo upepo, simamisha huo upepo, ustopisha, usiendelee kuvuma, urudisha ulikotoka, urudisha ulikotoka, kila mawimbi, kila dhoruba, stopisha leo kwa jina la Yesu, kwa moto kwa jina la Yesu, kila mawimbi yanayoinuka kinyume na maisha yangu, kinyume na huduma yangu, ili nitoke kwenye laini ya Mungu, na yastopisha leo kwa jina la Yesu, kwa moto, kwa moto, kila hila za adui, kila hila za adui zinazonisababisha nitoke kwenye laini ya Mungu, kila mawimbi ya adui ninayastopisha kwa jina la Yesu, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, nastopisha leo hayo mawimbi, hizo dhoruba nazistopisha kwa jina la Yesu, nastopisha kwa jina la Yesu, ile bahari inayofoka naistopisha leo kwa jina la Yesu, yale mawimbi ya adui, yale mawimbi ya adui, zile hila za adui zinazonisababisha niache Mungu, niondoke kwenye laini ya Mungu, ninazistopisha leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, wastopisha leo kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nastopisha kila dhoruba, nastopisha kila mawimbi kwa jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, nastopisha leo, nastopisha kila dhoruba, kila mawimbi, kila dhoruba kwa jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu, nastopisha leo kila mawimbi, kila dhoruba, nastopisha zinazoinuka kinyume na mimi, kila kinywa kinachoinuka kinyume na mimi, na kistopisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, zile vurugu za adui, zile vurugu za watesi, na kwenda kuzistopisha kwa jina la Yesu, zile rufaa zote adui alizokata ili kunitoa kwenye laini ya Mungu, na sistopisha kwa jina la Yesu, na stopisha hiyo ruba, na stopisha hizo mawimbi kwa jina la Yesu, kwa moto, kwa moto, na stopisha kwa jina la Yesu, yale mawimbi ya adui, zile dhoruba za adui, ninastopisha kwa damu ya Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, natoka, nasambaratisha kweli hizo roho, naziharibu kwa moto, kwa moto, nanyamazisha hizo roho, nanyamazisha hayo mawimbi, nanyamazisha kwa jina la Yesu, nanyamazisha hizo dhoruba zote, nazinyamazisha, nastopisha kwa jina la Yesu, yale mawimbi ya adui, zile bahari zinazofoka kwa ajili ya huduma yangu, kwa ajili ya karama yangu, ili kunitoa kwenye laini ya Mungu, nazinyamazisha kimya kwa jina la Yesu, zile dhoruba za adui, zile dhoruba za adui, zile dhoruba za adui kwa jina la Yesu, nanyamazisha mawimbi yote, nanyamazisha kwa jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu, nanyamazisha kila dhoruba, kila dhoruba, nastopisha zote, zile dhoruba za adui, zile dhoruba za kuzimu, wale maajenti wanaoinuka kinyume na maisha yangu, na wastopisha kwa jina la Yesu, nastopisha kwa moto, nastopisha kwa damu ya Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa watoto wako stopisha, kwenye uchumi stopisha, kwa jina la Yesu, zile dhoruba za adui, zile dhoruba za adui, na kwenda kuzistopisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa jina la Yesu, zile hila za adui. Amen. Ngoja nikwambie, shetani anaanzaga kwenye kidole. Akikufinya kidole, akiona ushituki, anakuja kwenye kisigino. Akiona hujashtuka, anakuja kwenye magoti. Akiona hujashtuka, anakuja kwenye paja. Akiona una habari, anakuja kwenye kiuno. Akiona ushituki, anakuja kwenye tumbo. Akiona ushituki, anazidi kupanda. Shetani anataka reaction. Akikufinya kidole, nyanyuka kabisa. Sema, we shetani, hebu toa mkono wako kwenye kidole changu.
Lakini ukinyamaza anazidi, anafanya, analeta na hiki, ataleta na hiki, ataleta na hiki, ataleta na hiki, ataleta na hiki. Ndio kawaida yake. Ndio maana tumesema tumstopishe hapo hapo alipo, asiendelee, hatuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usione shetani ameanza na wewe kwa kitu kidogo ukasema hiki cha kawaida. Ameanza kwenye uchumi, umekaa kimya, itakaa sawa. Anakuja kwa watoto huko tu, itakaa sawa. Anakuja kwenye afya yako, anasema itakaa sawa. Usikubali. Akigusa afya, hakikisha unarusha kwa umeme. Unarusha kwa umeme kiasi ambacho siku nyingine hawezi kusogelea tena. Anajua kumbe hili ni bomu, nikilisogelea linanilipua, linanirusha kule. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kuwa wakali rohoni kuliko unavyofikiria. Bwana Yesu asifiwe.